Sawa. Nimesikia maneno ya wanafunzi na walimu kubadilishiana maneno, kutupiana mawe. Sana shangaa kumeanza kuwa hadi na vurugu kwa shule. Kwanza mimi hao watu wawili, hiyo grupu ya walimu na hao wanafunzi, naweza sema wote ni takataka. Hii ni kwa sababu gani? Wewe mwalimu na akili yako yote ni umepitia masomo yote. Mbona mwanafunzi akikurushia mawe, wewe pia mbona uchukue mawe umtupie? Ama mwanafunzi anakutusi, wewe pia unachukua mawe unatupa. Wewe ni mwalimu, umesoma, akili yako iko juu kuliko mwanafunzi. Inafaa huo mwanafunzi akikurushia mawe, wewe inafaa ukimbie. Inafaa ujifanye mnyonge, alafu utamkuta huko mbele. Ama utume vijana wengine waende wamshike, wamlete kwako na umrarue viboko sawa sawa. Lakini sasa ukiangalia walimu, infata hao walimu na hao wanafunzi wako na akili moja. Hao walimu naweza sema ni walimu wenye hawakupita, walikuwa na walisomea walimu lakini hawakupita. Walipitishwa kwa njia ya papers. Ni kama kijana anataka kuwa daktari lakini ulipata D-. Sasa unapata papers ndio inafanya unakuwa daktari na hiyo ongo kidogo. Sasa walimu wamekuwa walimu juu ongo kidogo. Si ati walihitimu. Tumike yenye najua mwalimu wako na akili, hawezi pigana na mwanafunzi. Na hadi venye mimi nimeona kwa shule mingi, sijaiona kitu kama hiyo. Sasa walimu inafaa wachukuliwe hatua na wawekwe ndani. Kwa sababu wanafunzi tabia mbaya. Na hao wanafunzi pia hao ndo wanakuanga goods hapa nje. Ugunizi inaanzia kwa shule. Venye wanasumbua walimu kwa shule, wanachoma watoto wengine kwa shule, wanaambia mwalimu atiwe rada, sijui form ni gani, sijui mimi huwezi nipanga. Hivyo ndo inaanzanga, ugunizi inaanza pale kwa shule. Wakishafika hapa nje, hao ndo wanaharibu maandamano yenye iko peaceful. Wanachoma biashara ya watu, wanapiga wengine marungu. Na hao ndo bado wanatumika vibaya na wanasiasa. Kwa sababu ile kiburi yao wakiwa kwa shule, badala waende kwa shule wafanye kinyili wapeleka kwa shule, hiyo ugunizi yao wanaileta mpaka hapa nje. That's why unaona unakuwa na wanafunzi kama hao. So mimi naweza sema hao wanafunzi watafutwe na waende wapeleke kwa staff room. Wapigwe viboko sawa sawa. Wapigwe viboko mpaka ile sauti hii ya kulia iishe. Ukiona mtoto analia ni kama sauti itoki, ndio unamwacha. Lakini mwenye bado anatoa sauti, apigwe viboko ili nasema akijaribu ujinga kama hiyo, atakumbuka venye alipigwa sauti ikaisha. Bwana, mnanipea jeta kidogo bwana. Alafu maneno ya pili, hii nimeona hii sabasaba ya leo. Unajua watu wanajifunza kutokana na Raila. So Raila amekufa, ameachia wanawake maneno ya sabasaba. Lakini kwa hii sabasaba, polisi wameanza kuwa wajanja, hawajakuwa kama venye wanakuanga kitambo. The same round nimeona walirauka kufunga roadblock. Njia zote za kupeleka watu town, CBD wamefunga. Hawataki watu waingie huko. Mimi naye sikutokea leo, usingizi ilikuwa tamu kuliko hiyo sabasaba. That's why mimi sikutokea. Lakini kwenye mumetokea, tumewaona. Wengine wameshikwa, wamebebwa kama gunia maembe, wengine wamefinywa, na wengine tunatarajia bado kesi yao itakuwa kotini. Lakini kuna failure moja kutoka Siaya. Nilikuwa na kuona sana wewe failure, James Orengo, kwa Plug TV. Yaani wewe ndo unatumia jasho ya vijana. Na ndo kwa maana niliwaambia, si kila mtu mwenye anasema one term anastahili kupewa kura. Na si kila mtu mwenye anasema two term anastahili kunyimwa kura. Nimenotice viongozi wa upinzani wanapigania damu ya majenzi. Wanangojea majenzi waseme one term, wakienda kwa barabara au wanadandia maandamano yao ili waonekane wako na Wakenya na wanajipigania. Mtu wa kwanza ni James Orengo. Nimeona vijana wawili walikuwa wanashikwa wakiwekwa kwa Subaru. Badala James Orengo kuambia polisi achana nao vijana, wanaandamania uongozi bora, wana ubaya. James Orengo amekazana na media, anatafuta penye Citizen iko aongee. Na vijana wanawekwa kwa Subaru. Alafu mnasema ndo mtu mwenye mnachagua ati hawapiganie. Jamaa ajali kama tunashikwa ama tunafanyiwa nini. Eli Raila Odinga alikuwa kwa maandamano tunakula tear gas na yeye. James Orengo huyu jamaa tujali.
Yeye ako tu na haja na media, ako tu na haja na sympathy, Wakenya wampigie kura. Na upuzi kama hiyo ndio imefanya nimehama one time. Mimi sasa niko no time. Hakuna penye mimi niko na wana Kenya. So maneno ya viongozi wa upinzani kujifanya tu mko na sisi. Sasa hatuwahitaji. Hiyo linda mwananchi, linda punda. Mutapeleka huko kwenyu. 2027 tutapatana nyinyi kwa debe. Tunajua wale wa kuchagua. Tumekuwa tukijua, mmekuwa mkijifanya mko na sisi na mko na sisi.